الله بلطفه تنكشف الشدائد وبتوكل عليه ينتفع كيد كل كائد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في كل آية تدل أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خيار من خيار كريم الأصل سيد الأماجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل المكارم والمحارم والأماجد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Maashara muslimin, tutaendelea na mada yetu ambayo tulianza kutanguliza katika wiki iliyopita, nikiunganisha maneno. Nilizungumzia kwamba kitu cha kwanza kabla hujajenga family au kuomba kijana ni kumlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyofanya Nabii Ibrahim alayhi salam. Jambo la pili au kifungu cha pili ambacho tulizungumza ni mtu kuwa na hamu kujaribu kutafuta mwanamke au mke ambaye kwamba alikuwa mwema ili akusaidie katika malezi ya nyumbani. Jambo la tatu ambalo kwamba leo nizungumza kwamba kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipozungumza kwenye Qur'ani kwamba falamma balagha ma'ahu sa'ya, ni kuonyesha kwamba mtoto wa kiume mara nyingi anakuwa na baba yake, na hasa wakati mtoto anapoanza kukulia katika ubarobaro au kukulia katika ujana, ambalo mwanadamu hufika katika mawqif yani ambayo ni hassas, yani zakuwa ni sensible, yani ambayo ni hatari kwa lugha nyingine kwa usalama. Sasa ikifika katika mawqif kama haya au msimamo kama huu, basi baba atakao awe ni mtu mwenye hikma na kujaribu kutumia lugha ambayo ilikuwa nzuri, kujaribu kumconvince yule mtoto wake, kuonesha kwamba jambo hili katika dhahiri pengine utaliona ni baya, lakini kwa undani na zaidi kwa upana hili jambo ila kheri. Sasa hapa ndo nataka kuzungumza. Kwanza tuangalie hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aweza tu kumwambia mara moja, akamtuma Jibril alayhi salam akamwambia, wewe bwana mchinje mtoto wako. Lakini njia hii ingekuwa ni hashi na ingekuwa ni hatari. Na jambo la pili, ingekuwa Nabii Ibrahim moja kwa moja alimwambia mtoto wake, akashika kisu akamwambia, bwana mwanangu, bwana wewe njoo bwana. Baba vipi? Mimi nakwambia bwana wewe njoo. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ananiambia bwana nikuchinje bwana. Sasa wewe kufikiria ule mtoto atakuwa na wahaka au atakuwa ni reaction gani babake kumwambia katika mawqif au katika msimamo kama huu? Kwanza tuangalie hikma ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakumteremsha Jibril kumwamrisha. Kwa jambo hili la hatari na kasawa, kuna ugumu fulani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitumia ndoto. Na kama ilivyokuja kwamba ruya al-anbiya'i wahyu, ndoto za mitume huwa ni wahyu, na kwa watu wema ni mubashirat. Sangine unaweza kuota ndoto kumbe ikawa ni bishara njema au mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam asema inqata al-wahyu, wahyu umekatika. Baada kifo cha Mtume Muhammad sallam hakuna tena cha wahyu, lakini kuna vitu vya mubashirat. Hizi mubashirat ni sehemu moja 40, wengine wasema 70 katika sehemu za wahyu. Mmoja kwamba kuna watu Mwenyezi Mungu aitana firasa. Firasa ni vipi? Yani Mwenyezi Mungu anaweza kukupatia ilhamu.
kama alivyotoa ilhamu kina mamake Maryam, kina Isa na mambo mengine, mamake Musa, hawakuteremshwa malaika wale waliteremshwa ilhamu. Sasa muumini wa kweli wakati wa jambo mara nyingine hutiwa ilhamu. Mathalan kuna jambo baya au jambo zuri, ukaona roho yako inakwambia au moyo wako unakwambia. Na mara nyingi moyo hausemi uongo. Macho yanaweza kudanganya, lakini moyo haudanganyi. Utaona mara nyingine jambo limetokea, ukasema tena mimi nifikiria, moyo wangu, roho yangu linambia, kwa mara nyingi ni ukweli. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika huu mtihani ambao ulikuwa ngumu kabisa, alitumia hikma ya Kimola Subhanahu wa Ta'ala ya kutumia ndoto. Mara kwanza, mara pili, wengine si wakasema siku ya Arafa ndo akahakikisha kwamba hii ndoto si za kishetani bali ni amri kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo tuweke kando. Haya, sasa Mwenyezi Mungu ashakuamrisha katika ndoto. Sasa ule mtoto wako ambaye anza kuinukia, unaombea mwenyewe, mtoto ambaye unique, mtoto mwenye adabu, mtoto mwenye tarbia, mtoto alipata malezi kutoka kwa baba yake, leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuamrishe kwamba mtoto huyo umchinje. Na riwaya tuambia kwamba hii ada ya kuwaua watoto ilikuwa kutoka jahilia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada sunna hii na amri hii, angalia malipo ambayo kwamba yalikuja baadaye. Mtoto alinukia, kifungu cha kwanza. Kifungu cha pili, mazungumzo, conversation baina ya mtoto na baba, pia kutaka kazi. Mara nyingine inawezekana kuambia sisi wazazi kwamba hufeli pengine katika conversation, mazungumzo au uslub ambao ulitumia katika kumwamrisha mtoto au kumconvince, pengine ikakosea, ndio kwa sababu ya kupata pengine matokeo ambayo kwamba yasiokuwa mazuri. Kwa hivyo kifungu cha pengine ni ushauri wa baba kwa mtoto. Mara nyingi mtoto wako mshauri, mfanye kama mtu mzima, uongee na kama mtu mzima. Angalia wenzetu wasio Waislamu, mara nyingi mkuta mtoto ndani ya tumboni azungumza naye, mtoto mchanga azungumza naye kama mtu mzima. Yasemekana falsafa kama hii ndio ule mtoto wamkuza kiakili. Si kwamba tayari mtoto wewe yule ni mtoto, atakuja mwenyewe automatically, atakuja kurealize, huwezi kujua utatokea kitu gani. Ni kujaribu kumkuza yule mtoto. Hili jambo la kuchinja au tadhiya si jambo dogo, lakini Nabii Ibrahim alimshauri kutaka kujua akili ya mtoto. Alimwambia fanzur madha tara, lakini leo angechukua kisu mara moja akaenda kule mpaka Mina, akaenda akamchinja, yangekuwa mambo mengine. Na hatari nyingine ambayo iliyoko, amri ya Mwenyezi Mungu, lakini mara nyingine usinasibishe, nenda kwa sighatul majhula, yani fi madhi majhul. Yani Ibrahim alayhi salam alimwambia mtoto wake fanzur madha tara, baonaje mwanangu? Hapa kutakushauri. Na Nabii Ibrahim akamwambia, bwana mimi nimeamrisha kukuchinja. Alimwambia tu, ya bunayya, kipenzi changu mwanangu, inni ara fil manami anni adbahu, mimi nimeona usingizini kuona kuchinja. Basi mwanangu, fanzur madha tara, waonaje? Sasa ukiangalia pia amri ya Mungu haitaki ushauri, lakini kwa nini ataka ushauri? Allah Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumuumba Adam, si aliwashauri malaika? Kwani Allah anataka ushauri wa mtu? La sharika la. Lakini tufundishwe sisi kama ilipokuja katika Qur'an, Mwenyezi Mungu alipoambia malaika, mimi nataka kumuumba Adam, malaika wakatoa maoni yao, lakini Mwenyezi Mungu akamwambia, vile nilivyo mimi sivyo mnavyofikiria nyinyi, mimi najua mbele kuna nini na mambo kama haya. Kwa hivyo ushauri ni katika jambo zuri, tena hatari, hasa katika maukifu kama haya. Tuchukue mfano mwingine.
Mwanangu, tena angalia baba mwite mwanangu, kwamba serikali imeamua hivi sasa utakuja kutiwa mbaroni. Serikali au dola, mwanangu, utakuja kushikwa, na ukishikwa utamalizwa tu mwanangu. Sasa waonaje? Mimi bana baba, sitaki balaa. Mimi naona bana, sikiza, toka wewe ndio kanisalimishe. Manake ikiwa utoki nyumbani, mashaka yakashika baba. Angalia mazungumzo ambayo leo tuweke hivi sasa katika hii hali ambayo kwamba tunao sisi baina ya uhusiano wetu na watoto wetu, kwamba wewe unajua kwamba amri kutoka kwa Mola, lakini umwambia mtoto fangul madha, mwanangu unaje? Na adabu kubwa na malezi na imani ya kwa mtoto alimtambua kwa babake ni mtume kuanzia kwamba yeye ni mdogo. Watoto wa siku hizi wanajua kwamba baba ikiwa ni mbaya ni mzuri, wanajua. Kwanza mtoto miaka 300.com wewe yuko na iPad, utamwambia nini? Au utafundisha nini? Kwa lugha leo, wewe ukitaka kusoma sura yeye ashajua utapiga sura gani, hujapiga bismillah yeye ashajua. Yaani watoto kisasa wa .com. Kwa hivyo kuna zile lugha ambazo kwamba ni muhimu sana katika kuzungumza. Na tusikize jawabu la Ismail alayhi salam. Pengine angemwambia Mwenyezi Mungu akuamrisha na amrisha nikuchinje, aweza kumwambia bana baba au Buddha, kwa lugha leo Buddha sijui. Maana ikiwa Mungu akuamrisha kuchinja wangojea nini? Hakutumia. Alikwenda kwenye amri ya kutoa mtoto hamwamrishi baba. Mtoto hamwamrishi baba. Kwa hiyo amri inaitwa dua, maombi. Baba tafadhali, baba mimi naona maoni yangu, tena mwite baba. Yule mwite baba na huyo mwite ya amati, yule mwite bunayya. Ndio lugha nzuri tamu hizo. Wakati ukiona jambo lako la hatari, jambo lolote, mwite mtoto wako kwa majina mazuri, habibu na kadhalika. Kwa vile sasa kuna kitu ambacho kwamba muhimu, sensitive, ambacho kwamba ni hatari zaidi katika mujtama. Na mtoto alipojua mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwanza, kwamba amri hii ni amri ya Mola, na pili akajua kwamba kuna mapenzi ya babake Nabii Ibrahim alayhi salam, yakapambana mapenzi ya Mola na mapenzi ya babake. Lakini mapenzi ya Mola akawa juu, hakujali mapenzi ya babake, ambaye kila wakati alikuwa na yeye mwenyewe. Alimwambia maneno ifal ma tumar, ametumia mudhari ni majhul. Hakumwambia bwana fanya vile Mwenyezi Mungu alivyokuambia, alivyokuamrisha. Hakumwambia hivyo. Alimwambia baba, fanya ulivyoamriwa. Hii pia ni adabu. Japokuwa amri ni ya Mungu, lakini hakumtaja Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu mara nyingine awaambia usiwatukane wasiokuwa Waislamu waungu zao, wasije wao wakamtukana Mungu. Usitukane dini ya mtu ikawa ndio sababu ya kutukana dini ya Uislamu kwa kuchunga kwa dhurufu kama hizi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akasema ifal ma'tuba, fanya yale ambayo umeamrishwa baba, bila kuniangalia mimi kipenzi chako, tunda la roho, sio ndani wako na mambo kama haya. Ni nini? Ni kwa sababu ya mtoto amekulia katika malezi ambayo kwamba ilikuwa bora na kujua utendakazi wa baba yake. Haitoshi baada ya kumwambia ya abati ifal ma tumar, hebu angalieni baada hapa kutokea nini? Satajiduni. Angalia maneno mazuri haya. Satajiduni insha Allah. Angalia Mungu huyo, minas sabirin. Tuwafunza nini hapa? Katika jambo lolote la kadari ya Mola, liwe la kheri liwe la shari, maadamu natoka kwa Mola, ni lazima uende subra. Baba, usijali, satajiduni, utanipata mimi babari. Kwa lugha leo ni kuiganga ni kidogo manake. Satajiduni inshallah, Mungu akipenda, minas sabirin,
kwa sababu najua mimi nitakwenda kupambana na Mola. Nimeridhika, nimetulia, nina imani na matumaini na confidence mbele ya Mwenyezi Mungu, maadamu ni Mola ndiye anayepanga, apangalo Mola huwa ni kheri, na kama hata kuna shari lakini kheri iko mbele. Hiyo ndio imani ambayo sisi tumeipata katika kisa ambacho kwamba kilikuwa kitukufu kama hiki. Yote hayo ni kumkuza mtoto katika malezi ambayo kwamba yalikuwa bora. Katika maneno haya kuna mambo mawili. Kwanza kuna malezi na imani ya baba, na kuwa mambo yote katika ulimwengu yatakakuwa na subra. Kuna mambo mengine ni short term, Mwenyezi Mungu mara moja. Kuna mambo mengine yanachukua muda, long term, lakini yote haya yataka subra mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa mtoto ameiva, mtoto ametoa matunda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ametia as-sakina, utulivu na maarifa, wakati yeye alipojua kwamba ni jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ambayo imepokewa na Tabrani na Bayhaqi anasema kwamba ma nahala walidun waladahu min nuhrin afdala min adabin hasanin, hakuacha mzazi urithi uliokuwa bora kwa mwanawe zaidi kama kumpa adabu njema. Angalieni urithi huo, hakuacha mzazi urithi uliokuwa bora kwa mtoto kuliko kuwa na adabin hasani, kuliko kuwa na mtoto ana adabu iliyokuwa nzuri. Adabu ni bora kuliko mali. Alhamdulillah, watoto wetu tuachia urithi. Je, tuachia imani? Tumewachia dini na mambo ambayo kwamba yalikuwa kabla haya. Na lingine nikimalizia katika hotuba yangu ya kwanza, kuna kitu kinaitwa surrender. Ikisha kupita kadhaa ya Mwenyezi Mungu, lazima uwe na faili njema. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ruya inna kadhalika najzi al-muslimin. Malipo hayo, falamma aslama, wote wawili walipoinua mikono kusarenda amri kutoka kwa Mola, wote wawili. Labda si kwamba tumebaba kidogo yale mapenzi ya mtawala au ni mtoto machozi ya mtoka, baba wanitinda. Hakuna kurudi nyuma. Falamma aslama, wote wawili waliposaudi amri, watallahu liljabin, akamgeuza uso wake. Kwa nini Mungu akasema akamgeuza uso? Kwa sababu leo ilikuwa ni kuchinja face to face au mukabala, ingekuwa shida upande wa kumwagika damu pengine, au upande wa kite, ile rahma na ile mahaba ya mtoto yake ambao ni unique katika upande kama huo, ingeleta utatizo. Lakini alimgeuza. Falamma aslama, wote wawili walikubali amri. Bimaana kwamba sisi likitokea jambo lolote, twalipenda hatulipendi, ni la kheri ni la shari, sisi wajibu wetu ni kusalimu amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Falamma aslama watallahu liljabin, waliposarenda wote wawili, sasa ni kusalimu amri. Jamani, mtoto ambaye amenukia, mtoto mzuri kama huyu, uambie ghafla kwamba umchinje mwenyewe, tena hakuambia umchinje tu, kwa sababu alikuwa hakuna mtu hodari kuchinja kama Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim akichinja kila siku, akiitwa Abu Dhaifan. Hata kuna riwaya kwamba Nabii Ibrahim atakuwa ni kiongozi wa barabara peponi, kwa sababu alianza da'wa akiwa yeye yuko mdogo kabisa. Alimtambua Mola Subhanahu wa Ta'ala katika zama za shirki na kuweza kupambana na Firauni na Namrud.
ambaye wakati huo alikuwa akimpinga Mola Subhanahu wa Ta'ala, ndiye alikuwa yeye mara nyingi hali peke yake akija na wageni akichinja, akaitwa Abu Baifan. Kwa hivyo kuchinja kwake pia ilikuwa, hata kuna wakati kisu kidogo kilipokuwa hakikati, mtoto amwambia baba, vipi wewe mchinjaji bora bwana, usinizurumie baba. Mwambia la, kisu utataka kuchinja, lakini Mola anakusikii, asema no. Hapa tuambiwa kwamba kutoa roho bwana si sababu tu, hakuna roho duniani itatoka bila amri ya Mungu. Na yule kijana akaona kutoa roho yake kwa ajili ya Mungu si kitu, although nampenda baba na mama, lakini mahaba ya Mwenyezi Mungu yawe nambari moja. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, la yu'minu ahadukum hatta akuna ana ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hawezi kuwa na imani mmoja wenu mpaka nipende mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi yako, kuliko mamako, kuliko baba yako na mama yako, na kuliko na watu wote na kilioko ndani ya ulimwengu. Hakina thamani mbele ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Biashara zako ukiambiwa hayya ala salah haina thamani. Ukiitwa msikitini, ukiitwa jambo lote na Mola, huna khiari mbele ya Mola. Ni pale pale wajibu wetu ni samina wa ata'na, ni saman wa ta'a. Hiyo ndio imani ya Muislamu yatakayiwe sampuli kama hiyo. Mwisho angalia raha iliyoje. Raha iliyoje maana ni kwa leo mfanya mtihani, umegraduate, imeshahada yote, hata kama ni PhD 2 3, uitwe mbele ya kadamnasi, jina lako, awe principal, awe counselor, awe nani, akuite jina la kwanza kwamba wewe umefaulu mbele za watu wote, uje utukwe shahada yako iliyokuwa kubwa, tena utaje kwa jina. Hapa raha iliyoko ni kupata malipo baada ya mtihani ambao kwamba ulikuweko. Falamma aslama wa tallahu liljabin wa nadainahu an ya Ibrahim, tukamwita, tukamtaja, bimaana Mola alimwita mwenyewe ya Ibrahim, wa nadainahu ya Ibrahim. Nini? Kasaddaqta ruya, njoo tukwe shahada yako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم الذي وفى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر التواب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والآخرين، سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى. Baada mtihani wote alopata Nabii Ibrahim, mwisho ni kupewa zawadi. Tena sikupewa zawadi, Mwenyezi Mungu akamsifu, wanadainahu an ya Ibrahim kasaddaqta ruya. Ilikuwa si ndoto, kazi yako umeifanya. Yani kama umefaulu na umefuzu katika mtihani. Sasa lengo lako nini? Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Wewe washapata shahada, wa Nabii Ibrahim ana ihsan katika Mwenyezi Mungu. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Tena Mungu asema nini? Allah, inna hadha lahu al-balagh mubin. Hakika hii ni mtihani mkubwa. Mwenyezi Mungu mwenyewe aliompa mtihani, asema exam ilikuwa kubwa. Inna hadha lahu al-balagh mubin. Mwisho sasa, baada ya jazaa al-muhsinin wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa kumletea kichinjo ambacho kiloko peponi, naye ni kondoo dume. Na hawa katika wale wanyama au katika vile vitu ambavyo kwamba vina baba vina mama, Adam, Hawa,
naqatu Saleh, ngamia wa Saleh wakazaliwa, na huyu naye kondoo alitoka huko kutoka mbinguni. Sasa hapa tukafundishwa pia hakuna tena mambo ya kuchinjana. Lau Ibrahim angewaambia jamaa, basi kumkwisha, kuanzia leo hakuna tena kuwachinja watoto wa kiume, kuanzia leo chinjeni kondoo. Jamaa angesema huyo amehepa, huyo lazima kuna jambo, sio? Mungu mwenyewe moja kwa moja na Jibril aliteremsha kondoo kutoka mbinguni. Haya ni malipo na takbiri ambazo kama tutazipiga siku zote. Wanani wafanye nao mimi nani? Tena hili watarakna alayhi fil akhirin, ni historia ila يوم القيامه. Idul Adha, hii kule haji, watu wote wanamkumbuka Ibrahim na yeye mwenyewe aliomba, ndio historia mpaka يوم القيامه. Rekodi iko watarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Mwenyezi Mungu ampigia salamu pekee yake kwa Nabii Ibrahim, salamun ala Ibrahim. Si tuambia salamu alaykum, tuambia salamun ala Ibrahim. Kadhalika nazil muslimin. Hivyo ndio tunawalipa watu wema, almuhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mungu anawapenda wema. Usichoke kufanya wema. Wewe hujui wema gani utakutia peponi kesho. Si lazima ulipe maovu. Wewe tenda wema, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda, na Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe, na yote haya ataweza kupata malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini angekuwa riziki zako, tukua shahada yako ingeisha. Lakini alitua mwenyewe, akaambiwa na Ibrahim, sasa umefaulu katika ulimwengu na hili jambo litakwenda kihistoria. Na baada yake alhamdulillah tukaambiwa na sisi tuchinje. Hatuwezi kuwachinja watoto wetu, lakini kusacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha ibadallah wa sallu wa sallimu ala man umirtu bis salati was salam alayhima. فقال تعالى مخبرا وامرا حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شمس نور العرفان ومهبط اسرار القران وعلى اله الاطهار وصحابه الاخيار، خصوصا منهم ذي العصر العريق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، وامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وامير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وامير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، وبقيه صحابه رسول الله اجمعين، وعنا وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، وانصر جيوش المسلمين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واصلح من في صلاح الاسلام والمسلمين، واهلك من في علاكه صلاح الاسلام والمسلمين. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر الصلاة.